Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mbuzi. Mtu hatopenda umuulize maswali mengi. Kuona kitu kikiwa mbali kabla hakijakufikia. Kutambaliwa na mdudu. Kuna mtu mwenye shari kwako utakayemjua. Kuhisi muwasho wa ngozi. Kumsalimu mtu zaidi ya mara moja. Kuondosha vitu ambavyo huvitumii tena. Kujihisi hasira au mwenye kisirani. Kuchelewa kulala. Kuongea sana kwa namna kukasirishwa au kufurahi. Kusahau ndoto zako. Kichwa kuwa kizito sana. Utafuata maagizo ya mtu. Kulipiza jambo. Nyota ya mashuke. Kuhisi hali ya vichomi. Kukumbukia kitu kila wakati. Mtu kuonesha hali ya furaha kwako. Kufanya mawasiliano na watu wengi. Kuambiwa kitu kwa faida yako katika hali ya ukumbusho. Utakunywa maji mengi sana na bado utahisi una uhitaji wa maji zaidi. Kupanga mambo kwa usahihi. Kuwazia maisha au kitu chenye manufaa makubwa. Kuhitaji kuanzisha kitu. Kupanga malengo ya kibiashara, ujenzi, safari au kazi. Utaamini msemo wa mtu kuwa una maana kubwa. Utaacha kupuuzia jambo. Kufurahi sana. Baadhi yenu mtagundua kitu. Nyota ya ng'ombe. Kuona faida ya kitu. Utakuwa mkweli kwa mtu. Hisia zako zitafunguka kwa vingi vinavyojionyesha wazi. Kuiondoa chuki kwa mtu. Utakuwa na wasiwasi kwa mwenza wako. Kuthibitishiwa kitu. Kuzungumza na mtu kwa busara. Namba 444 zitakuashiria kuwa utapata pesa kwa wingi katika siku 3 zijazo, kuanzia sasa. Mapigo ya moyo kuwa kasi. Kutamkiwa neno utakalolipenda. Kubadili kitu. Utakuwa huru kwa mtu. Kuoneshewa upendo kwa kufanyiwa kitu utakachokiridhia. Nyota ya nge. Utapata kitu ulichokuwa unakitafuta. Mtu atakuangalia sana. Utafahamika kwa uwezo wako wa kufanya kitu. Hutaukubali udanganyifu wa mtu. Kupatiwa kitu. Utapata taarifa nzuri kuhusu jambo lolote, hasa kazi. Bahati ya kifedha na upendo vipo karibu yako. Mtu atajirudi kwako kwa haraka kutokana na mvuto mkali uliokuwa nao sasa. Watu wengi kuwa karibu yako. Nia yako njema itatendeka. Nyota ya kaa. Kufika sehemu ambayo hukuwahi kuifika. Kuona sana meno ya wanyama wakubwa. Tarajia kupata nafasi fulani. Kazi ya ghafla ambayo itakuwa yenye manufaa. Kuaminiwa pia. Mtu atasema jambo ambalo huwa unapenda kuliongea. Kuomba nafasi ya kuonana na mtu. Kutumia ujumbe ambao ulikuwa unatamani ukufikie kutoka kwa mtu fulani. Nyota ya samaki. Kumuona mtu ambaye hukutarajia kumuona. Kutambulishwa ugeni. Utapenda sana kuwa katika nafasi ya upishi. Mtu atafurahia kitu utakachompatia. Kujihisi mwenye hisia kali kwa mwenza wako. Kuagana na mtu. Kujifunza jambo baada ya tukio. Utakuwa na uoga wa kitu. Kufikiria kifo. Utajifunza kitu. Nyota ya ndoo. Kujihisi vibaya. Kuona umekuwa ni mwenye mihemko ya haraka kufanya maamuzi. Mtu atajishusha kwako. Kusoma sana vitabu au uandishi wa jambo fulani. Utatamani kuhudhuria jambo. Utakuwa na ukaribu sana na mtu. Kupandiwa na ndege au mnyama mdogo. Tarajia heri au jambo zuri litakalo kufikia. Utapanga jambo muhimu na mtu. Nyota ya mizani. Kuangalia sana picha ya mtu. Kupita sehemu na kukumbukia jambo. Kueleweshwa kitu. Utafanya zoezi au jambo ambalo huwa linakushinda au kuwa na uvivu nalo. Utasitisha kitu. Nyota ya mapacha. Taarifa za aina moja zitakufikia mara kwa mara. Kuongeza umakinifu wa jambo. Kuunguza kitu mara kwa mara. Mtu kutaka kupiga picha na wewe kama ukumbusho. Maelewano katika mahusiano kuwepo.
Mtu wa karibu kuwa mwenye hasira sana. Kupata vipele usoni. Nyota ya mshale. Kuhudhuria kwenye jambo fulani. Utakuwa mwenye harakati nyingi. Kusimamia jambo. Utahisi kusumbuliwa. Utafanikisha jambo muhimu. Mtu atakuambia kuwa umebadilika au uko na matokeo fulani yaliyokuwa mazuri. Utapasua kitu au kitu kupasuka. Unaweza kukosana na mtu. Pia utaepushwa na shari na maneno mabaya ya watu. Nyota ya Simba. Kujua kitu kumhusu mtu. Utafanya jambo la kumsaidia mtu. Kuwazia sana jambo. Utaelewa kitu utakapoongea na mtu. Kufanya kazi kwa muda mrefu. Utapatana na mtu. Kuongezewa kitu. Nyota ya Punda. Utapendezwa na aina ya kitu. Utapokea ujumbe wa mtu anayekupenda. Utazungumziwa sana na wanafamilia. Utapata ugeni. Kufarijika. Kuendelea kujua mambo mengi. Utapambania kitu na kuona uhafadhali. Heri kuzidi kuwa karibu yako. Wema wako utafanya upate vingi kama malipo. Mtu mwenye kukuzidi umri atakuwa mwenye msaada mkubwa kwako. Utapokea au kupata kitu. Pia utajitoa kwa mtu kwa usaidizi. Utafanya vingi vizuri vyenye maendeleo. Baadhi yenu kuumwa sana. Kujihisi maumivu moyoni. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.